Hawa ni watumishi wa Mungu, na tunawatambua pia kwa sababu ya kazi njema ambaye Mungu amewaumba kufanya. Amen. Amen. Nashukuru Mungu kwa sababu tuko na kitu nyumbani mwa Baba. Amen. Tulikuwa tunaimba wimbo samani kwamba kuna kitu leo nyumbani mwa Baba. Amen. Imo kitu nyumbani mwa Baba. Basi asubuhi ya leo naitwa Shikoli Julius. Kristo ni Bwana Mwokozi wa maisha yangu. Namshukuru Mungu kwa kuwa pia mimi amenipandisha. Hiyo wimbo inasema nipandishwe mbele, ninaendelea, nimepandishwa hadi mahali nilipo. Ni nguvu zake na neema yake. Bwana asifiwe sana. Wote tulianza chini sana. We were nobody. No one knew we were there. And now someone can know you, can see you. Kuna wale ambao wanawatambua na wanajua mpo na wanajua hakika nyinyi ni watu kwa sababu ya Yesu. Basi napenda tuingie katika somo letu la pili, Colossians chapter 1. Wakolosai mlango wa kwanza mstari 15. Tasoma mstari michache itupe kuelekea kufahamu somo letu la leo. Kwa maana kichwa cha somo leo ni kwamba the image we have is the image of God. So I want us to look on the word the image. The image. Vile utatafsiri katika Kiswahili waweza kufahamu kwamba tumeumbwa katika sura na mfano. So nataka tuangalie siku ya leo kuhusu sura na mfano. Ni kama neno moja, image and likeness. Lakini leo tutaangalia sana kuhusu the image. The image of God. So let's read together in Colossians chapter 1 verses 15 to 19. Tuone namna mtumishi wa Mungu Paulo anatambua Kristo kuwa picha ya Mungu. Neno lingine la kutumia hapo ni picha. Neno lingine la kutumia hapo ni picha. Tasoma Kiswahili ili tupate vizuri lugha rahisi. Wakolosai mlango wa kwanza mstari wa 15 tutafika mstari wa 19. Tusome. Basi sisi tulio, Colossians chapter 1 verse 15 to 19. Naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni viti vya enzi au usultani au enzi au mamlaka. Vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Verse 17. Naye amekuwako kabla ya vitu vyote, na vitu vyote hushikana katika yeye. Naye ndiye kichwa cha mwili, yani cha kanisa. Naye ni mwanzo, ni mzaliwa wa kwanza katika wafu, ili kwamba awe mtangulizi katika yote. Tuombe. Baba Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu tunakushukuru, tunakuinua, tunakuabudu kwa maana unastahili kuhimidiwa na kupewa sifa kwa sababu wewe ni Mungu.
neno lako ni kweli kwetu, ili nasi tuweze kuinuliwa kwa kusudi la kuumba mwanadamu kwa sura na mfano yako, na makusudi na majukumu uliyotupa, ili tukaweze kutawala, tukaweze kubarikiwa na hata kutenda kazi yako. Siku ya leo ni siku ya baraka, siku ya kipekee ambayo umetupatia, imeinuliwa juu mikononi mwako. Ni siku ya pumziko ambayo ulituitia. Tuko hapa kwa sababu ulitupenda, ukasema tuweze kupumzika. Nasi Bwana tumekubali kuacha mizigo zote za mwili na roho zetu, ili kwako tupate pumziko ya kweli. Roho zetu siwe mwepesi kusikia na kutenda mapenzi yako, naye miili yetu ipate kupona, kusimama kwa nguvu ya kukutumikia. Wewe ni Mungu na Muumba wetu. Katika jina la Yesu naomba na kuamini, amen. Kwa hivyo katika neno hilo tunapokea kwanza mtoto Eliza dakika 5, kisha tuendelee. Naomba mzee wa kanisa uje, deacon, tuweze kumaliza hii kazi. Tumpe baraka Eliza. Katika Luka mlango wa 2 kiendelea mstari wa 40, Yesu alipelekwa hekaluni. Nasi tunaamuriwa katika Biblia wa Efeso 6 mstari wa 1, tulee watoto katika Bwana. Tunaika mfano jinsi ilivyofanywa kwa Yesu. Na Yesu alipopelekwa, ilikuwa ni amri na ilikuwa ni sheria, na walitimiza. Na ndiyo Yesu alisema hakukuja kuondoa sheria, na hata sheria moja ilikuwa wapeleke sadaka ya utakazo. Kwa hivyo tunashukuru Mungu kwa sababu ya mtoto Eliza ambaye Mungu ameweza kumpa sisi kuwa zawadi katika kanisa hili, ili tukaweze kumlea katika Bwana. Kwa hivyo dada huyu, mamake Eliza na nyumba yake wana jukumu la kumleta Eliza hekaluni mpaka siku atatambua Kristo Mwokozi wa maisha yake, kwa uhuru wake amue kuokoka na kukataa. Amen. Basi ukamlete tukaweze kumbarikisha kwa Bwana. Anaitwa Elizabeth nani? Kavini. Tusimame tuweze kupokea kumbarikisha Elizabeth Kavini mikononi mwa Bwana na katika kanisa lake, kuwa sehemu mshirika na mwili wake Kristo. Tuombe. Baba Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu, mikononi mwangu ninaye Elizabeth Kavini, baraka, zawadi ambayo wewe umeamuru katika watu wako, na wewe ndio mwenyewe unatoa baraka kwa watu wako. Tunashukuru na kumpokea kwamba umetenda mema makuu, furaha kuu katika jamii hii, ndio furaha kuu ya kanisa lako. Tunapompokea Bwana, na mbarikisha mikononi mwako, kwa sababu ni andiko pia ni mapenzi yako. Tukalee watoto wetu katika wewe Mwokozi. Baba, utawapa na kuamuru baraka zako katika maisha ya wazazi wake na watoto wao, ili Bwana wakue wakiwa jamii moja yako Kristo, ambao wameumbwa kutenda kazi njema kwa ajili ya utukufu wako. Mbali ambao umewafikisha na baraka ambao umewajalia, utawazidishia ili wakazidi kukukumbuka, kukutumikia, na bila kukosa wakashukuru kila siku kwamba wewe ni Mungu. Mbariki Elizabeth pamoja na wazazi wake na ndugu na dada, ili Kristo wakuone wewe, wawe kielelezo na mfano kwa wengine, wakasiti kukuona wewe Yesu. Asante, maana wewe ni mwema. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini, amen. Amani ya Yesu. Basi tumepokea sadaka kwa ajili ya Eliza. Mungu awabariki. Asante. Sura
huwezi kuiona na kuijua mpaka umeangalia. Pastor Pius ni mwalimu wetu kwa darasa la jioni kila Jumapili. Anasema dhambi ambayo sisi hufanya kwa sababu ya kuona, kipofu yani yule hana macho hawezi tenda. Anaweza tenda tu ya mdomo, lakini ya kuona hawezi. So sisi uwanja wetu wa kupatikana ni mkubwa. Sasa nataka uniangalie vizuri kwa dakika moja, alafu dakika moja ufunge macho. Haya, nimekuangalia Teresia. Haya, wote tufunge macho. Mimi nimemuona Teresia, the image of Teresia. Amen. Umeona the image of pastor, si ndio? Hallelujah. Now praise and worship leaders, you represent the image of God. When you stand here, we see you and we are taken to heaven. If not, we see you and we can be taken to hell. Hallelujah. You represent the image of God. Sasa wacha tusome. Hallelujah. Si ulifunga macho? Ukisoma kitabu cha James chapter 1 verse 23. Inasema mtu asiye na imani, mtu anayesikiza neno la Mungu na hatendi, ni kama yule anaenda kwa kioo, akigeuka amejisahau, ajui anarudi hapo tena. Sasa kuna mtu hapa huwa anashinda kwa kioo 10 times ndio aondoke kwenda kazini. So inabidi huyu mtu aamuke mapema kuliko kawaida, si ndio? Akienda kunywa chai kikombe, anarudi kwa kioo. Akienda avae socks, mwahi kuona socks kwa kioo, anakuja anaangalia kwa kioo. Aenda achanue nywele, anarudi kwa kioo. Mpaka huyu mtu atoke mlango ile hajui hata sura yake. Umekutana kwa mtu njia hajijui? Kuna watu njiani ukakitembea hajijui. Na sometimes umetembea umeenda mahali na huku jua umevaa nguo gani. Hello? Unaweza kusahau. Ukifika huko naanza kujiuliza, na mimi ndio nilivaa shati kweli? Na ulikuwa na kioo nyumbani ukajiangalia ukasahau. Pastor wengi unakuta tai imekaa huko. Unashindwa hakuliona kioo ama hakuona. Bwana sifiwe sana. Na hao wazee wa kanisa hata hawakuambii. Unaruka unainua mikono, tai iko kombo, shati iko kombo. Wanashindwa, huyu pastor hakuwa na kioo nyumbani. Wacha akae hivyo ajifunze adabu. Wengine hawezi kuhurumia. Sisi tulikuwa tunaambiwa deacon unakaa mahali pastor yuko. Akifanya hivi hadi kachifu, unamwambia pastor pande hii. Kuna jamaa anaitwa Timothy, ndugu ya Helena. Alikuwa anakaa pale. Sasa siku moja nilikuja na shati iko na mafuta nyeusi ya matatu. Sasa nimepanda matatu ya Kiambu ile ya Kabati. Sasa nimejikuza oili ya makanika. Sasa tunaimba hapa, mimi nimekaa hapa. Nini? Ilibidi nisunguke huko nyuma nije nimuulize, nini bwana? Sema una kitu nyeusi kwa nguo. Nikamwambia asante sana ndugu. Sasa kuimba kwake na atakuwa deacon hata kama akuji kanisa ili atunze pastor. Bwana siwe sana. Lakini chuma amnayekaa hapa sasa. Sasa siku moja pastor anahubiri, anifikiri mahubiri ilikuwa ngumu, katoa handkerchief akafanya hivi. Kitu ikatoka nyeupe hapa. Sasa bahali niko nataka nisimame niende nimwambie, sijui. Akaona tu kuna kitu mbaya, akachukua tena akarudisha pande hii. Tena kuja huku. Sasa mimi nataka tu bado niende nimwambie, sasa unajua naweza chukua yangu nikuje nikusaidie. Kwa maana hii yako ni kama ina shida. Unatoa huku narudisha huku. Nao unapoteza sura.
That is why hii uso inahitaji kuwa safi. Tukikuona tujue uko kwa sura na mfano kamili ambaye Mungu alikuumba. Amen. So Mama Shiko leo amekuja na upara hapa, na sikumwambia. Sasa nikaona tu anametameta hapa. Hata mimi sijui amechuka, amenyoa, mimi sijui. Lakini naona kuna kitu kina kama mabati. Ikawa sura imegeuka kidogo. Kulingana na vile tunamjua. Ni baraka pia. Na umetuambia kama ukijitetea tungekuchukua makosa. Uliza mahali ulilimwa. Now, the image, that is the word. Ile ulifunga macho ukaona. Ile ukaangalia kwa kioo ukaona. Just see it at once and utosheke, uridhike na ujue it is the image of God. Ukijiona hata mara 10 kasoro yako iwezi toka. Kama ni kasoro ukiona mara moja unatengeneza. Na kama ukienda kwa kioo 10 times, I'm telling you, hiyo kasoro utakuwa tu nayo kule nje. So the image in Genesis chapter 1 verse 26, it is God speaking, and what God intended to create is man in the image and likeness of God. And God himself is talking to himself. And that is why tutaona Mungu aliyekuwa anajiongelesha na Mungu aliyekuja kwetu ni sura ya Mungu. Ndio mwanadamu ameumbwa katika sura na mfano ya Mungu. And now 27 confirms he made them female, male and female, in the image and likeness of God. Bwana siwe sana. Wanaume wanaweza fikiri wao ndio original image of God, kwa sababu wanasema he made man. We are all man. So sifa ambaye mumepokea wa mama pia sisi tuko nayo. Tunasema bila sisi hamwezi. Hallelujah. So and God created so God created man in his own image. In the image of God. Anarudia. He created him. Male and female. He created them. Unaona vile Mungu amesema? Kwa sura na mfano yake aliumba Hawa. Na tena akasema kwa sura ya Mungu. Image ni sura. Na unasikia kuna watu na sura mbaya. Sijaona. Kama umewahi kuona mtu na sura mbaya unionyeshe. Lakini kuna tu mambo inaweza badilisha mtu ionekane sura mbaya, lakini Mungu ameumba mtu kwa sura na mfano wake. So anasema God created man in his own image, and in the image of God. So God image man. God image man, woman is the image of God. Hallelujah. Now, in the image of God, he created all. So man portrays God's image on earth. Meet every human being portrays the image of God. Hata kama amejichafua namna gani. Na ndio unaona Mungu alituhurumia kwa kuharibu sura yake. Na sisi pia tunawahurumia kwa kuharibu sura ya Mungu, tunawaendea kuiumba upya. Na tukasema na sasa mtu akiwa ndani ya Kristo ni kiumbe kipya. Sababu sura ya mbele iliharibika kwa kuanguka kwa mwanadamu. Hallelujah. Man portrays the image of God on earth. Now, uliangalia mimi ukafunga macho, lakini
ukaniona bila kufungua macho. The invisible God. Ulipofunga macho ukaona kivuli kile, ukaona ile picha, ndio unahitaji kuona picha ya Mungu na uone picha ya Yesu Kristo, na hata uamini bila kuona Mungu yuko. Wakristo wengi wanafika mahali katika mambo ikiwakumba na kuweza kuwa shurutisha, wanaanza kusema na hata Mungu ni nani, ama Mungu yuko wapi? Mungu katika sura yake aliumba mtu, mume na mke kwa sura yake Mungu aliwaumba. So God's presence in us is felt by the Spirit that is in us. Uwepo wa Mungu, sura yake na mfano wake, iko ndani mwetu kwa uongozi wa Roho Mtakatifu aliyetupatia. Katika somo letu la Biblia nyumbani nikauliza swali, wakati huu kanisa liko chini ya Yesu, Roho wa Mungu hukaa wapi? Mwingine alisema anakaa hewani. Roho wa Mungu anakaa hewani akituchunga. Lakini wengi mlipata kwamba Roho wa Mungu hukaa ndani mwetu. Bwana asifiwe sana. Ili sura kamili, Mungu akitazama anaona sura yake Mungu. Kwa sababu Kristo alipokuja alileta sura yake Mungu kwetu. Amen. Lakini mwanadamu alianguka. And man fell. Alianguka kwa kutotii. Mwanadamu alianguka kwa kutotii. Na kutotii kwa mwanadamu kukaficha sura ya Mungu katika mwanadamu. Na ukisoma chapter 3, Mungu amekuja kutembelea Adamu. Adamu anamwambia, nimeficha hii sura yako kwa sababu nilisikia unakuja. Alificha sura ya Mungu. Na hivyo ndio watu wengi wanafanya. Wanafikiri amejificha sura ya Mungu. Na huko kwetu watu wanasemanga mtu ameficha kichwa na amewacha miguu. Hivi. Sasa unajua tu huyo ni shikoli. Miguu ndio unaona. Sasa anafikiria amejificha, kumbe unamuona. Haleluya. Si kama umekutana na mtu ameona mti kikingi ya stima. Sasa anafikiri kikingi ya stima inakumficha, ukipita na isunguka hivi. Yaani unaona sehemu zingine zote ameficha tu mapua. Adamu alificha sura ya Mungu. Mungu asimuone. Na Mungu akadai. Hivyo ndiye anadai. Akauliza, uko wapi? Akasema niko hapa. Ameficha sura ya Mungu. Na mwanadamu sura ya Mungu ikamuondoka. Ikawa mwanadamu ni peke yake. Sababu sura ya Mungu ndio ilikuwa inapeana yeye kila kitu, ndio ilikuwa inamuongoza, ilikuwa ndio inamsimamisha, ndio ilikuwa inampa chochote Mungu alitaka. Na wakati Mungu alimuondoa, alimwambia, sasa nenda ukajitegemee na sura yako ambayo ni ya matope hii. Haleluya. Kuna mstari katika Ecclesiastes 12:7 inasema, katika mchanga ulitoka na katika mchanga ulirudi, kwa sababu huko ndio ulitoka. Na pia iko katika Genesis 3:19. Now, the disobedience of man hid God's image and surfaced sin and death. Sura ya Mungu ikipotea kwako, dhambi na kifo inapata nafasi. Na akasema sasa kwa sababu ulifanya hivi utakufa. Unaona? Sasa katika matendo isiyoambatana na neno la Mungu, tunaua sura ya Mungu na tunaleta kifo ambacho ni cha yule mdanganyifu. Uliuliza swali, dhambi ilitoka wapi? Dhambi ilitoka shambani Edeni. Dhambi ilitoka kwa mwanadamu wa kwanza. Dhambi ilitoka kwa Hawa. Dhambi ilitoka kwa Adamu. Dhambi ilitoka kwa nyoka.
Hizo zote mazingira ambao sura ya Mungu ilikuwa imepotea kuwepo. Lakini wakati sura ya Mungu ipo, tuna nguvu ya kushinda dhambi, tuna ujasiri ya kukemea dhambi. Tunaona usipokuwa na sura kamili ya Mungu, huwezi kufesi mtu na kumwambia dhambi zake. Hata we mwenyewe inakukula. Kabla uniambie, nasema kidole moja na zingine ngapi? Hizi ni 4, 3. Sababu mnakuletea 2. 3 hizi zinanidaisha. Nasema kama unasema sura yangu imeharibika, na yako imeharibika mara ngapi? Na ndio Yesu akasema do not judge. Usihukumu. Kwa maana hata zaidi ya kile kipimo unahukumu mwingine, sura yako imeharibika mara 3. So unajipima kwanza vizuri, ndio utoke uende umwambie mwingine. Haleluya. Amen. Nilikuwa nikwambie ingine nikaahirisha mpaka kesho. Now, sin and death, like the devil, comes to steal, kill and destroy the image of God. Yule muovu yeye huja tu kuleta dhambi kwa kuiba, kuua na kuharibu. That is John 10:10. Kuiba, kuua na kuua. Kwa hivyo anaiba sura ya Mungu kwa kukuletea mambo yanayoonekana mazuri, uyaone, uyafuate, sura ya Mungu ipotee. Alafu anakuua na kukuharibu kabisa. Mpango ya Mungu inakosekana. Mpango ya Mungu inakosekana. Yesu Kristo ndiye mpango kamili wa Mungu kurudisha sura ya Mungu kwetu. He is God's plan to recreate his image in us, in man. Yesu Kristo. Wewe umeokoka, Kristo ni Bwana. Na zaidi unapoitia jina lake na kutafuta yeye na kukaa na nguvu zake katika maisha yako, tunaendelea kuumbika katika sura ya Mungu, na katika hiyo utekelezaji ya kazi ya Mungu, mapenzi ya Mungu na mema yanayempendeza Mungu. Ukipungua katika kuitana jina la Yesu na nguvu za Yesu Kristo kwa damu yake, sura yako inaendelea kudidimia. Mwingine akasema it becomes diminished. Yaani imefifia. Sasa unapoenda si wewe. Tukikutazama yale tunatarajia katika sura yako Mungu alikupa ni mengine. So by faith in God through Christ, one is a new image, a new creation, born again. So when you say born again, we see the image of God. And if not, you are not born again. That's 1 John chapter 3 verse 8. Nasema, he who continues sinning did not get saved in the first place. Sababu it is not acceptable in 1 John chapter 3 that who you are for the Lord to continue sinning, but because you were not saved in the first place and you continued with your father, the deceiver, the devil. And that is why it is not you sinning. It is him who is in you. Because when the image of God is in you, you'll do the will of God. Amen. Now, our faith in God through Christ. Initially, many of us believed in God. It is only until we were read the word of God and we were told that our faith in God must be through Christ. The image that God sent on earth to recreate our lost image. So you claim to believe in God without Jesus Christ, you don't have the image of God. You are born again. You are a new creation. You are regenerated. Hii ni mti iliyokatwa na sasa ikachipuka tena. Sababu kukatwa kule ni sura ilikuwa imeondolewa.
Ni kama nitoe hii shingo uache mwili. Utaona tu mtu na shati na longi, lakini ujui ni nani, si ndio? Imefika hapo. Yaani kichwa hakuna, longi na shati ndio unaona. Ukiambiwa huyu ni Shikoli, hujui. Mti uliokatwa umetoka ni kisiki tu kimebaki. Lakini tumechipuka kwa kuweka imani yetu na tumaini letu katika Kristo. Na ndio maana tunaishi. Amen. Ndio maana tunaishi. And that is first Colossians chapter 1 verse 13. Hapo nyuma kidogo inasema, kwake katika Kristo ndio tumepata ukombozi, msamaha wa dhambi zetu. Verse 13 and 14 in Colossians. For you to claim you are born again, you mean umekubali ulikuwa umepoteza sura na mfano wa Mungu. Na wengi ambaye hawajakubali hivyo kwamba ni wenye dhambi hawajasaidika hadi wa Kristo. Ndugu ameendewa mara ya kwanza, anakataa. Ndugu ameendea mara ya amekosa, lakini ameendewa mara mingi, anakataa. Si yeye. Yeye anasema ana sura ya Mungu na wala hana. For he has rescued us from the dominion of darkness. Imagine tulikuwa katika giza. And brought us into the kingdom of his Son that he loves, in whom we have redemption, the forgiveness of our sin. Dhambi inaondoa. Huko nyumbani tulikuwa na mchezo ya watoto, na tulikuwa tunashambuliana. Nikiwa nimekudharau, nitawacha tu umesahau na ujui, nachukua hii samadi ya ng'ombe na kutandika uso. Umesikia vizuri? Shosha anajua samadi ya ng'ombe, na nafurahi kwake kuna mbolea mpaka malenge imejaa. Samadi ya ng'ombe fresh, waje ile imekauka, na kumonda kwa uso. Now just look. Sababu dhambi ni kama hiyo. Ikipiga uso wako, imeharibu sura. Sasa huwezi pendeza na mtu hawezi. Sasa wewe utakimbia uende mahali popote upate maji, ukitaka ujipangusa na mate, mimi nimekuweza. Sasa ilikuwa game ya kuona nani ndio pumbafu ama nani ndio anaweza. So ilikuwa ni game, si ndio? Game mzuri. Chukua samadi ya ng'ombe fresh, na nikiona umesubana chukua ile pato iko moto moto, alafu na kumonda nayo. So ilikuwa game kichunga ng'ombe, na ilikuwa sometimes kukuamusha uwe macho, uone nani anapita karibu na wewe na anafanya nini. Haleluya. Sababu unasuba alafu unasema akili haikuweko. Sasa unashindwa ilikuwa imeenda wapi? Hata akili imepotea. Akili ikipotea, the image of God is not there. So the enemy comes and takes over. Hiyo nimemaliza. Jesus Christ is the supreme figure. Sasa hapa Kenya kuna the Supreme Court, the highest. Kwa hivyo Yesu Kristo ndio picha ya juu kabisa ya kuonyesha sura ya Mungu. Fanya intercessory and prayer, tunasema nimeona mkono wa Bwana. Amen. Nimeona mkono wa Bwana. Na nikikwambia, ukiuliza mtu kama amemuona Mungu, atasema hajamuona Mungu, ili hali ameokoka. Kristo ni Bwana. Nimemuona Yesu. Nimemuona Yesu, nimemuona Mungu. Hallelujah. For Jesus is the supreme figure. So ukifunga macho yako hivi, unahitaji kuona picha ya Yesu katika moyo, katika maisha yako. Kwa maana hiyo ndio sura, picha kamili ya Mungu. Now, Biblia inasema kwa sababu gani? Yeye ndiye amewekwa kutawala nyumba ya Mungu. Yeye ndio the firstborn of God
And 4, he was with God, and even after resurrection, he is with God. Psalms 90 verse 1 to 5 inasema, Mungu, wewe milele na milele umekuwa makao yetu. And we believe it, and we know we were with God, we came from God, we shall go back to God. Amen. And that is why Ecclesiastes 12 verse 7 says, when man dies, the dust goes back to earth, and the spirit goes back to God. So, the spirit that came from God, it represents the image of God. And the image of God will never die. You try to kill it, at long last you die, God takes it back home. So milele na milele, we were with God, and milele na milele, we shall be with God. Na ndio hii wimbo ya wamama inasema, nataka nimjue Yesu. Philippians chapter 3. Nataka nimjue Yesu na nguvu yake na mateso aliyepata na hata ufufuko wake. You can't claim kuishi na Yesu na haujakubali kujua ufufuko wa Yesu, kuamini katika hiyo kwamba siku ya mwisho na wewe upate kufufuliwa. So he resurrected, we shall be resurrected. Know him more. Na naona mjaanza kuimba. Sio kama mtaki kutuambia nataka nimjue. Nataka nimjue Yesu na nisiti kupambanua, nijue mapenzi yake na Now, that is when the image of God remains in you. And that's why tunapewa trainings, tunapewa Bible study, tunapewa mahubiri, tunapewa mafundisho. Ikishindikana tunakupeleka counseling. Na katika counseling ikishindikana, mimi nakupeleka kwa daktari. Na ikishindikana nakupeleka kwa chief. Watatu ni nani? Unajua kinachoshinda pastor. Hadi sasa kitaenda kwa chief, kiende kwa daktari. Sababu hao watu watatu ndio watakusaidia. Tangu awali mimi nilijua akili yangu ni kidogo, so ikumbukangi vitu mingi, so natembeanga na makaratasi hapa, naandikanga vitu and I know it well. Tell me, I know I'm a slow learner, so nikikumbuka kitu nachukua kalamu na karatasi naandika, na imenifikisha mahali niko tangu niokoke some 27 years ago. Where were you 27 years? Where were you? Now, because I know my head is too small to hold everything, so I carry many papers. Ukiona nina kitabu zinaanguka huku na rokota, that is my knowledge, and that is a wisdom from God. Mungu amesema andika. Nina nyingi. Amen. Now, the image of God is our power. Colossians chapter 1 verse 16 is the power we are given, power of dominion. 17, it unites us with God and his people. Ukikosa the image of God, or it is hidden or destroyed, watatembea watu wakikushangaa, hata Mungu mwenyewe akijua sura yake imeharibika. Na sasa ule muungano na mshikamano ya Mungu na watu wake hautakuwa nayo. Utakuwa umepandikwa jina ingine. Labda mwizi. Unaona? Sura ya mtu mwizi hileti, na hileti sura ya Mungu. Verse 18, Colossians 1. The head of God's family, his body, the church, is Jesus Christ. Likewise, Jesus is the fullness and the dwelling of God in us. Verse 20, inatupatanisha na Mungu. Kristo aliye sura kamili ya Mungu, kwa maana hata aliteseka na akashinda
ndio sura yake inatushikanisha na Mungu. Tumeshikana kwa Mungu tu kupitia Yesu Kristo, na kushikana kwetu na Kristo ndio tupate kwa Mungu, ndio inatusaidia kuendelea kukubali awe kichwa cha kanisa. And in 1 Corinthians chapter 11 verse 3, Jesus Christ is the head of every man. Jesus Christ is the head of every man. And man is the head of the woman. And man is the head of the woman. And Paul was clarifying on the order of the church worship services. And therefore, preserve each one's image. People call tarnishing the images of others. People call tarnishing the images of the others. Hata ukiwa kazini mahali utasikia kuna mzee anaongea juu ya bibi yake, unashangaa. Na anasema, tuna watoto 7. Lakini na pia mama huku anasema, hii mzee amenichosha. Lakini tuna watoto 9. Na people go tarnishing the images of others. Na kama huyu ng'ombe unaishi naye namna gani? Funga macho hivi na uone ng'ombe ya shosho inapita hapo nje na inaenda kwako. Now, people tarnish the images of others likewise. Kuna mtihani niliwapa, ukikosea yule mdogo aanguke katika imani, umemkosea Kristo. Hukumu yake inakuja kwako. Damu yake inahesabika. Hallelujah. Tarnish the image of others, you tarnish the image of God. You preserve the image of others, you preserve the image of God. So man, in your fallen nature, you had lost the image of God. In Colossians chapter 3 verse 5 to 9, the things of the earthly nature, the things of the world, under the prince of the darkness, the devil, are continuing to dominate in the lives of people. Wizi, uasherati, ulevi, fitina, chuki. Now, wacha niongee kuhusu hasira. Unajua mtu mwingine akipata hasira anachemuka kama anachemuka kama nini? Nini inachemukanga? Anachemuka mpaka sura inakeuka, inakuwa si yeye. Kwa sababu ya hasira. Na Yesu akasema, ukimkasirikia ndugu yako kiwango hicho, unahesabiwa kuwe madara. That is Matthew chapter 5:43. You'll be counted a murderer. And when you murder, you destroy the image of God, you are judged. Bitterness. Many people are angered and bitter. And that is why they cut others with pangas. Mtu anakukata because he is bitter. Msikio, yani hasira ya uchungu. So in Colossians chapter 3 verse 5 inasema, kill all those things. In verse 10, put on the new nature, image of Christ, and you live. Hallelujah. Put on the new self, which is being renewed day after day in the image of our own Creator. So hii sura ya Mungu tunaiumba kila siku baada ya kila siku. Amen. Of every human kind, you need to remain in the image of God. You have to do much effort. Hasira ni ya kila siku, bitterness ni ya kila siku, vitu ambavyo ukisoma Colossians 3 verse 5 kuendelea inakuambia, na inasema hivi, na isisikike kwenu kwamba kuna dhambi hata hiyo ya uasherati. Isisikike, which means this church was to preserve the image of Christ. In chapter 1 verse 15 kuendelea. And that's why naambia isisikike kwenu kuna mtu mlevi. Yaani kusikia tu, nimesikia anakunywanga kidogo. Isisikike. God's chosen people are holy image. The holy image.
Kwa hivyo sura ya Mungu ni takatifu. That is why Adamu alipoichafua alitoroka. Na niambie, hata hawa vijana wanasomanga Zaburi 139, I am fearfully and wonderfully made. Nikikaa Bwana ananiona, nikisimama Bwana ananiona, nikienda nijifiche wapi? So sura hii ya Mungu itengeneze na itatawala. Unaenda wakikuondokea kwa njia, ukipita ukienda. Kwa sababu gani? We were made to dominate, dominion over creation. Now you must be in compassion. Tuwe na ile ukarimu, upendo mwingi wa ukarimu. Tuwe na unyenyekevu, tuwe na upole, tuwe na uvumilivu. Now I want to talk about patience in 2 minutes. To bear and to forgive each other, we need to be so much patient. And so much patient means umengoja mpaka unaumia, inaitwa endurance. You need to endure so as to maintain the image of God. Lakini mtu anasema alinitusi ya kutosha na nikaona sasa hii ni lazima niondoe. Sema kofi moja tu si mbaya, si ndio? Kwa sababu sana bwana, kila siku. So you see, bearing one another, forgiving each other. That is Colossians chapter 3, as from verse 16 onwards. Sema, bear one another, forgive one another. Now, in 1 Peter chapter 4, verse 12 to 19, there is suffering because of being a Christian. So you are suffering because you are preserving the image of God. If not, itapotea. In a second, I told you we are walking on a thin line on the earth. Unatembelea hapa, kanyaka nje kidogo. So we are at risk, but we are most preserved because we have the blood of Jesus Christ. So we are confident to approach the throne of God in prayer, in His word, in thanksgiving, because He owns the image that we have. Suffering, you don't suffer because you are a traitor, because you are a thief. But these are only but temptations. Do not accept your temptation and trial lead you into sin. Please, you will have damaged the image of God. These trials and temptations are for a moment. We endure long suffering. Long until Jesus Christ comes. I tell you, we endure long suffering. And we are told, Peter is telling you, as you live among pagans in the world, you are the chosen people. So you need to persevere, endure trials. So live rejoicing, because as you are insulted and you are suffering, you have the glory of God on you. Utukufu wa Mungu inatoka tu ndani yenu na utukufu wa Mungu. Mungu anainuliwa tu ndani yenu. Mateso yalo haionekani kwa anaona ile uvumilivu na kuweka sura ya Mungu. Wakiona sura ya Mungu. So we endure long suffering because we participate in the suffering of Christ. No Christian can claim to be a perfect, good Christian without participating in the suffering of Christ. Tulikuwa tunaimba wimbo shuleni, nasema napitia mapitoni mwangu. Mapitoni mwake. Yani napitia mapitoni mwa Yesu, kwa sababu mahali alikanyaka na mimi nikanyake. Mateso aliyopata nipate. Kifo alichopata nipate, na kufufuka kwake tukae na yeye. Ni baraka kubwa kwa sababu yeye anatuwezesha. We are overjoyed because the glory of God is on us. However you suffer, endure, you are protected, and you protect the image of God. So the blood of Jesus Christ is to protect the image of God in us. And we are fully protected because of the image of His name. So you say,
God, you say Jesus, you mean his image. Ukiita Yesu, ukiita Mungu, uone sura na mfano yake. The Spirit of God is resting on us. Don't give up. If you suffer as a Christian, you have the glory of God. Do not suffer as a criminal. Do not suffer as a murderer. Do not suffer because of your anger. Ati hasira ndio ilinifanya. Do not suffer as a meddler. You see, we servants of the New Testament, we don't meddle the word of God because of money. So ionekane wewe ni con man, meddler. No. Let us suffer because we follow what God has. And whatever the case, forgive each other. However, we suffer as Christians, and we cannot be ashamed because of the word of God. Practice it and bear with one another, because our suffering is according to the will of God. Do you know? Mateso yetu na mahali tumefika, haya ndio mapenzi ya Bwana. Thessalonians, 1 Thessalonians 5:16-17. So commit yourself to the faithful Creator. Continue doing good, keeping the image of God. So what image do you portray at home, at church, at the place of work? Is it the image of God, the image of a Christian? Does your life reflect the image of God wherever you go? Because our life is our life of worship. Here at church, we come to celebrate what God has done. In your heart, put the image of God. Put the image of God in your heart, and Jesus Christ to live with you. His image lives forever, and the image of man shall never die with Jesus Christ. But live alone, and you die forever. So today, the main word is the image. And you are the image of your family. We see you, we see your family. We see you. Unaona, katika familia kila mmoja ni muhusika. Either wewe ni baba, ni mama, ama ni mtoto. So the way you will behave, the way you should portray yourself, tunajua tu baba yako vile anakaa, tunajua tu vile mama yako anakaa, na hata wewe tunajua tu vile ulivyo, watoto wako hivyo. So kama ni wakutusi watu hapa barabarani, kutana mwingine hapa anatafuta mtoto ya mtu apige ati ametusi mtoto yake. Watoto wametusiana, alafu wewe unaenda kupiga mtoto ya mwenyewe. Mtu mrefu mkubwa nitafuta mtoto fulani ametusi mtoto yangu, nataka nimpige. This is a murder, and you murder, you go to hell. So today we are here as the image of God. What you do presents, portrays what you are and what God is in you. Kama Mungu wako ni murderer, continue murdering. Na mwingine akaimba akasema, na wanaoiba waibe kabisa, na wanaoua waue kabisa, maana siku yao imekaribia. Na wanayemjua Mungu, jameni, okokeni kabisa, tafuteni kabisa utakatifu na sura ya Mungu. Tunasumbuka kwa sababu tuhifadhi sura ya Mungu. Na kama tukitaka sherehe, siko huku nje. Watu wako nje wakisherekea, hawana shida kwa sababu they don't care whatsoever. Lakini we suffer because we preserve the image of God. People are calling, mimi niliitwa na Waislamu 2010, wakasema, pastor kuja, tutakupa kari, tutakupa nyumba ya ghorofa, shopping ya kila siku kwa supermarket, na tutakupea mshahara, alafu tutakupa bibi mdogo. 5 things. Alafu wewe unakuja kuteseka hapa ati kwa sababu ya Yesu. Simame tuombe, si ndio? Simame. Enda pokea, kula, shiba, ukufe haraka, tukupeleke. Na mimi nilifundishwa kufanya ibada ya mazishi. Nataka nimjue Yesu, na nisiti kupambana. Hapa naangalia sanduku yako.
nijue mapenzi. Sasa ameenda mapema kwa sababu alipenda vitu vya dunia. Ako kwa Yesu, sema tusindikishe huyu mtu haraka. Haleluya. Pastor Pius ndiye anasikanga watu makora. Kanisa ikikukataa tafuta Pius. So ako na license. Na akaambiwa pastor, huyu mtu hatutaki pita saa 8. Huyu mzee ametutesa. Huyu anatufungia nje saa 4 usiku auze banki. Amekufa. Na pastor akawa anahubiri message ya kufufuka. Sasa walikuwa moto, mzee anaweza fufuka. Maana wanajua nguvu za Mungu zinafufua watu. Wakati walichomoka hivi kuenda kaburini, walifikiri Pastor Pius ako na gari. Kufika huko, pastor hakuna. Sema waliweka mafuta mpaka kanisani. Pastor, tunachelewa bwana, uko huko. Wakachukua yeye mpaka kule. Kumaliza, wanampelekea bahasha nono bwana. Sasa pastor, umefanya kazi mzuri sana. Kusika huyu mzee leo ametusumbua. Na juzi huko kwa Pius, ndio Pius ana watu wazuri. Mama akasema, mimi siwezi sema huyu mzee ni mzuri, aende. Ametutesa. Afadhali amekwenda. Juzi mwezi huu, afadhali ameenda. Mimi siwezi kuambia ni mzuri, aende salama. The image ilikuwa imeharibika. Sometimes watu wanakuvumilia na ujui nani wanakuombea kukwenda. Lakini tunasema Mungu akurekebishe sura, tuishi hata milele. Wimbo hii tunayopata ikusaidie kutengeneza umbo la sura na mfano ya Mungu. Sababu ya kukuabudu.
alitupa. Isitoshe akatuokoa wakati tulikuwa tumepoteza sura katika dhambi na maisha ya dunia, na sasa tuko kwa Yesu. Tuna sura na mfano wake Mungu, lakini hatuwezi kukaa kwa sura na mfano wake Mungu bila nguvu zake. Tunapoenda kuomba, tafuta nguvu za Mungu, zizidi kushika, kuhifadhi na kuendeleza kuumba sura yake Mungu ndani mwako iweze kukamilika. Iwapo wewe hujampokea Kristo kuwa mwokozi wa maisha yako, leo ndio siku ya wokovu wako. Mungu alikupenda na alikujua, na sasa leo ndio siku ya wokovu wako, maana katika wokovu ni sura yake Mungu. Na neno la Mungu limetuonyesha mambo ambayo yanameharibu sura ya Mungu, na iwapo sisi yamejikusa kwetu na yanaendelea kutafuta kukaa kwetu, yakatae. Tuombe msamaha kwake Mungu, tuokolewe. Wakati huu ni wa wewe kufanyika kiumbe kipya kuliko jana, ufanyike mpya kuliko jana, sura mpya kuliko jana, kuliko juzi, ili Kristo aweze kupendezwa kukaa katika maisha yako. Na sura hii kamili watakapoiona, watatukuza fadhili za Mungu na wema wake hadi atakaporudi Kristo. Baba Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu Kristo, sisi watoto wako tuko mbele zako. Na Bwana, mpango wako mwema na mpango wako mzuri wa kutuumba, Baba, tunakushukuru na kukuinua, kwa maana tuko hapa tunapotambua kusudi lako la kutuumba. Na si kwamba Bwana tulijua na sisi ni wazuri, lakini kwa neema yako na upendo wako mkuu na kutuwezesha kuwa na imani ndani ya mwanao Yesu Kristo, tuko hapa, tumesaliwa mara ya pili kwako kuwa sura ndani mwetu na katika maisha yetu. Baba, tunapojiangalia na tukuone wewe, wanapotuangalia na wakuone wewe, na Baba, tunapoyatenda hata kazi yako na wakuone wewe. Tusaidie kwa udhaifu wetu, na Bwana, katika udhaifu wetu tunajivunia kwamba nguvu zako zinadhihirika, na ni wazi kwamba sio sisi tunaishi, sio sisi tunatenda, bali ni wewe. Msaidie mtumishi wako anapoenenda akaweza kutambua sura yako ndani mwake, akatambue neno lako ndio linaumba sura yako ndani mwake, kasiti kulitafakari, kasiti kulifuata, kasiti kuishi ndani ya neno lako, ili Bwana sura na mfano wako ukaishi. Wewe Yesu Kristo unarudi kuchukua sura yako, na Bwana tunaomba utupe uvumilivu wa kufika tamati ya kuja kwako, ili sura yako ikae, na ndio utakuja kuchakua, maana utakuwa unatujua na sisi tutakuwa tunakujua. Tusaidie huyu ndugu ambaye haja kupokea kuwa mwokozi wa maisha yako leo, akaingie katika sura yako, akaingie katika mapenzi yako, akaingie katika kazi yako kamili na sifa za kazi njema inayoleta utukufu kwako, kwa sababu wewe ndio mwokozi na wewe ndio sura na mfano kamili wa Mungu. Na asante kwa kuleta wokovu wako na kumtoa mwanao wa pekee Yesu Kristo kufa kwa ajili yetu. Na hebu wokovu wako ukapate kukaa katika maisha ya watu wako. Na ndio tunasema, Bwana, takasa roho zetu, takasa roho ya mtumishi wako, takasa roho ya mtoto wako Baba, katika yote ametenda, kujua na kutojua, apate kukamilika katika usafi wa msamaha wako ndani ya damu ya Yesu Kristo, na uongozi wa Roho wako Mtakatifu ukae juu yetu watu wako, tukaenende kutenda mapenzi yako
tukaendende kuweza kupeleka sura na mfano wako kwa watu wa mataifa yote, wakujue, wakuone wewe, wakupokee kwa kukuamini kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Asante kwa baraka zako, kwamba ukasema tuweze kubarikiwa hata kujaza ulimwengu wote, sura yako na mfano yako ikatawali. Na ndio kusudi tuko hapa kana kanisa lako, tukaweze kuendesha uhai wa sura yako. Asante kwa kila mmoja ambaye Bwana ulimwezesha kufika hapa. Neno hili la leo likae katika maisha yetu, liwe msingi wa kila kazi njema ambaye Yesu utarudi kuchukua na kukaa pamoja nawe milele na milele. Pokea sifa na utukufu, kwa maana wewe unaenda kutenda mambo makuu. Tukuone wewe manyumbani, tukuone wewe kazini, na tunapojiona tukuone wewe, wanapotuona wakuone wewe, kwa maana unastahili kuabudiwa, unastahili sifa na mamlaka na heshima, kwa maana wewe ndio unatawala hata ndani mwetu na katika kanisa lako. Katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba na kuamini. Amen. Kwa dakika moja tunapopata